Tugeukie katika kipengele cha mjadala wa siku, ambapo mjadala wa siku ya leo unasema kwamba ushindi wa Yanga ni ubora au ni uzoefu wa dabi. Tukanyambue na kunyumbulisha. Alex anasema dada Salome, Simba hawana uwezo wa kumnunua Feitoto na jana tumemshona mai wetu. Uwezo anao bwana, sema pesa ziko benki, process ndefu. Afusi unajua tena kutoa pesa nyingi. Inabidi kuwe sign sijui za watu watatu, kuwe na nini, process inakuwa ndefu. Okay, tugeukie sasa katika hichi kipengele cha mjadala wa siku. Tuchambue sasa huu mjadala. Ni ushindi walioupata Yanga ni kwamba ni kwa sababu wana uzoefu au ni kwa sababu ya ubora wa kikosi chao ambacho wamekisajili na kukiboresha katika msimu huu hapa. Mechi ya jana pale Zanzibar haipaswi kutazamwa kwa matokeo ya 1-0 pekee. Inahitaji kutazamwa kwa namna ambayo kila timu ilicheza. Ilifanya nini vizuri, ilikosea wapi, na muhimu zaidi ni timu gani iliweza kusimamia vizuri movement muhimu za mchezo. Yanga ilishinda kupitia bao la Albert Kangwanda dakika ya 32 baada ya mpira wa Shadrack Boka kutoka upande wa kushoto. Simba ilikuwa na vipindi vya kumiliki mpira na kujaribu kujenga mashambulizi kupitia midfield ya pembeni, lakini Yanga iliendelea kuwa compact na kuzuia nafasi nyingine zisifike kwenye eneo la hatari. Kwa hiyo jibu langu fupi ni kwamba Yanga haikuwa bora kwa maana ya kuitawala Simba kila dakika, lakini ilikuwa bora zaidi katika kusimamia moment muhimu za dabi. Walihakikisha hawapotezi nafasi, na wakipata nafasi basi wanahakikisha wanaitumia vizuri, na hiyo ndio tofauti kubwa. Kwa hiyo hoja ya Yanga wenyewe wanasema tulikuwa bora. Wanaosema Yanga ilikuwa bora wana hoja nzuri. Kwanza Yanga ilicheza kwa nidhamu, na katika dabi si lazima uwe na mpira muda wote ili uwe bora. Sio lazima, unaweza usiwe na mpira muda wote na bado ukawa bora. Ile nafasi ambayo unaipata ukaicheza kwa viwango vizuri. Wakati mwingine unahitaji kujua lini kupanda, lini kushuka, lini kuweka pressure, lini kuacha mpinzani acheze, na ni lini kuzuia njia ya pasi. Hivi ni vitu muhimu ambavyo vinapaswa klabu zijue wakati zinapokuwa uwanjani. Na Yanga ilifanya jambo muhimu baada ya kupata bao. Haikufunga mchezo bila sababu. Ilibaki na compact, na Simba ikawa inatafuta njia ya kupenya. Taarifa ya mchezo inaeleza kwamba Simba ilikuwa na vipindi vya possession, lakini Yanga iliendelea kuwa na mpangilio wa kiulinzi uliopunguza nafasi za wazi. Hii ni tofauti kati ya kucheza mpira na kusimamia mchezo. Tukiangalia jambo jingine, Yanga ilitumia vizuri nafasi yake. Hapa ndipo hoja ya pili inapoingia. Yanga haikutengeneza shambulizi la ajabu kabla ya kufunga. Ilihitaji movement moja nzuri. Shadrack Boka alipata nafasi upande wa kushoto, akaweka mpira hatari na Kangwanda akautumia vizuri. Hii inatupa somo kubwa. Dabi si hesabu ya nafasi pekee, bali dabi ni hesabu ya nafasi ngapi ulizopata, mara ubora wa maamuzi, mara ubora wa finishing. Vyote hivi tunaviangalia. Yanga ilifanya sehemu hiyo vizuri na ninawapongeza kwa hilo. Kangwanda ushahidi wa usajili kuwa na impact, kwamba Yanga wamefanya usajili mzuri kwa huyu Kangwanda. Ameweza kuthibitisha hilo baada ya kupachika bao lake akiwa na klabu ya Young Africans. Hapa Yanga imepata point kubwa. Mchezaji mpya anapoingia kwenye mchezo wake wa kwanza wa ushindani na anafunga bao la taji, huo ni mwanzo bora kabisa. Kangwanda hakufunga tu bao la kawaida, alifunga bao lililoamua ngao ya jamii. Hii inatoa confidence kwake, kwa kocha na kwa mashabiki. Na zaidi ya hapo inawapa Yanga silaha mpya ambayo wapinzani wataanza kuiangalia kwa karibu. Godfrey anasema dadangu, kufungwa kwa Simba jana kumeninyima raha sana. Pole sana Godfrey. Bado ni mapema bwana. Kuna mechi kibao zinakuja. Hiyo ya jana hata isikutishe. Unashangaa makombe yote yaliyobakia Simba wakachukua. Inawezekana hautaki.
Yanga ilionyesha game management, ili ndilo jambo ambalo nadhani watu wengi wanapaswa kulipa uzito. Baada ya bao 1-0 Yanga ilikuwa na chaguo mbili. Chaguo ya kwanza kuendelea kushambulia kwa nguvu kutafuta bao la pili ili wawafunge Simba bao 2-0. Hiyo ni chaguo la kwanza. Chaguo la pili ambalo Yanga walikuwa nalo ni kulinda structure, kusubiri Simba ifunguke na kutumia transition inapopata nafasi. Yanga yenyewe ilielekea kwenye lile chaguo B, chaguo la pili. Kwa mechi ambayo lengo la kwanza ni kushinda taji, hiyo ina mantiki. Kwa hiyo Yanga wenyewe baada ya kufunga lile bao la kwanza waliamua kulinda structure, kusubiri Simba ifunguke na kutumia transition inapopata nafasi. Na hii iliwasaidia klabu ya Yanga ikaweza kulinda yale matokeo mpaka dakika za mwisho za mchezo. Kwa hiyo kwa mujibu wa taarifa ya mchezo, Yanga iliendelea kuwa compact baada ya kuiongoza Simba na Simba ikashindwa kuvunja ulinzi huo. Sasa je, Simba walikuwa wabaya au walicheza vibaya kwa mechi ya jana ndio maana hawakupata bao? Jibu ni hapana. Na hapo ndipo uchambuzi unatakiwa kuwa wa haki. Kusema kweli, Simba ilifungwa bao 1-0 hakumaanishi kwamba Simba ilicheza vibaya kila dakika. Kuna muda Simba walicheza vizuri. Taarifa za mchezo zinaonyesha kwamba Simba ilikuwa na vipindi vya possession na ilijaribu kujenga mashambulizi kupitia midfield na flanks. Kwa hiyo hoja ya mashabiki wa Simba kwamba hatukuwa wabaya kabisa, tatizo lilikuwa kwenye mwisho wa mashambulizi, ina msingi. Tatizo kubwa la Simba bado tunarudi pale ni katika umaliziaji wa nafasi. Tatizo la Simba, possession haukuwa na matokeo. Hilo ndio eneo kubwa. Unaweza kuwa na 55% ya possession lakini ukafungwa. Kwa sababu possession yenyewe sio lengo. Lengo ni progress, ikiendana na penetration, ikaendana na chance, ikaongeza shot, baadaye unapata goal. Kama mpira unazunguka, midfielder inaenda fullback, inaenda kwa winga, alafu inarudi nyuma, lakini hauingii kwenye box kwa ubora, possession hiyo haina madhara makubwa. Simba ilipata vipindi vya kumiliki mpira, lakini Yanga iliweza kuzuia njia za kati na kuifanya sehemu kubwa ya mashambulizi isiwe hatari. Okay, Godfrey anasema Simba wanatukatisha tamaa mapema sana. Yaani Simba hawajatuonesha kitu ambacho tulikitegemea. Nadhani kwa kuwa mashabiki wengi wamekuwa wakilalamikia kuhusiana na hilo, na imani viongozi wa Simba watafanya jambo kwa ajili ya kurekebisha hilo. Wanaoumia sana ni mashabiki, na mashabiki pia mna nafasi kubwa sana ya kuinyanyua timu yenu. Kwa hiyo naamini fanyeni namna, kama kuna njia au kuna mfumo rasmi wa kufikisha malalamiko kwa viongozi wenu, mfanye hivyo. Wapate ujumbe na muwaombe waufanyie kazi kwa wakati. BGM anasema engineer the big. Okay, anasema mpira raisi wa Ubungo Explosive Family International. Okay, Juma anasema nipo Yombo Vituka kwa Limboa na wafuatilia hadi tamati. Asante sana Juma. Okay, kwa hiyo tukiangalia sababu iliyofanya Simba isiweze kupata goli ni kwamba Simba ilipungukiwa na final third quality. Hapa ndipo Baka ana kazi kubwa. Simba ilihitaji kufanya vizuri zaidi kwenye pasi ya mwisho. Hapo ndipo ambapo mashabiki wengi pia wamekuwa wakilalamika, na jambo hili tumekuwa tukiliongelea mara kwa mara. Nadhani ndio sababu kubwa ya Simba kumng'ang'ania Feitoto, kwa sababu wanaamini wakimpata anaweza akafiksi hili tatizo. Mchezaji anayepokea mpira karibu na boksi anatakiwa kufanya uamuzi haraka. Na tukigeukia upande wa movement, mshambuliaji asiwe anasubiri mpira tu. Third man runs, mchezaji wa pili au wa tatu aingie kwenye nafasi ambayo Yanga haikutarajia. Au sio Yanga tu, hata wakicheza na timu nyingine. Tukigeukia katika upande wa crossing kwa klabu ya Simba, kama unatumia flanks, unatumia delivery, lazima iwe na ubora. Upande wa finishing, ukifika kwenye nafasi lazima uitumie. Ukipata nafasi hakikisha unaitumia vizuri. Hii ndio sababu hii ndio sababu ya bao 0-1. Haimaanishi moja kwa moja kwamba Simba ilizidiwa kila kitu, hapana. Simba na yenyewe ina mazuri yake. Sema tu walikosa
walikosa bao. Hii inaweza kumaanisha kwamba Simba haikuwa na ubora wa kutosha katika eneo ambalo linaamua mchezo, boksi za timu mbili. Kosa la Simba kwenye bao, tuangazie katika maeneo muhimu zaidi. Bao la Kangwanda linapaswa kuchambuliwa kama kosa la mfumo, si kumlaumu beki moja kwa moja. Jiulize, kwa nini Boka alipata nafasi ya kutoa cross? Kisha kwa nini Kangwanda alipata nafasi ya kuifikia na kuimalizia baada ya ile pasi kumfikia? Kwa nini alipata nafasi ya kuimalizia? Hapo kuna hatua kadhaa za defense failure. Hatua ya kwanza ni kwamba pressure ya kwanza haikufanya kazi vya kutosha. Na hatua ya pili ni kwamba mpira ukafika upande wa kushoto. Hatua ya tatu, Boka akapata nafasi ya kutoa delivery. Hatua ya 4, defense line ikashindwa kuzuia Kangwanda. Hatua ya 5, finishing ikawa nzuri. Kwa hiyo huwezi kusema beki fulani ndiye aliyefanya kosa, ni chains of errors. Hapa ndipo uzoefu wa dabi unaingia. Sasa turudi kwenye swali kuu kwamba je, Yanga ilishinda kwa ubora au uzoefu wa dabi? Tunarudi hapo. Jibu langu ni kwamba vyote viwili, lakini uzoefu wa kusimamia dabi ulikuwa na nafasi kubwa kwa sababu dabi nyingi huwa hazina nafasi nyingi za wazi. Na takwimu za kihistoria za Kariakoo Derby zinaonyesha mechi hizi mara nyingi huwa zina mabao machache, 0-0, 1-0 au 1-1. Zimekuwa ni matokeo ya kawaida. Hata mimi ukikumbuka kwa jana wakati na tabiri kuhusiana, jana asubuhi wakati na tabiri kuhusiana na mchezo, nilisema wanaweza wakatoshana nguvu wakaibuka na bao 1-1. Kwa hiyo inajulikana kabisa mchezo wa derby huwa unakuwa ni mgumu. Kwa hiyo timu inayokuja kusimama bao 1-0 ina advantage kubwa. Yanga imekuwa kwenye mazingira haya mara nyingi na jana ilifanya kile ambacho timu yenye uzoefu hufanya. Tumepata bao, sasa hatutaki kufanya mchezo uwe wa fujo. John anasema Salome na kuomba usiwaambie kwenye madhaifu yao, waache hivyo hivyo ili tuendelee kuwashona. Hi King. Okay, Mankoba ameanza kupata alama. Hii ilikuwa pia testi kubwa kwa Mankoba. Kabla ya mchezo ilikuwa ni mara yake ya kwanza yeye kukutana na Steve Barker kwenye mechi ya ushindani. Na sasa ana ushindi, lakini si ushindi wa kawaida, ni ushindi dhidi ya Simba kwenye mechi ya taji. Hivyo kwa upande wa kocha, selection, game plan, response baada ya kufunga, game management, trophy, hivyo vyote kwake ni tunampatiki. Hiyo ni mwanzo mzuri sana kwake. Lakini bado mapema kusema kwamba Mankoba ameshathibitisha Yanga ni bora kuliko Simba. Bado ni mapema, ndio kwanza. King anasema hi Queen, hi, how are you? Hapana, kwa sababu huo ni mchezo mmoja na mchezo mmoja hauwezi kuamua matokeo ya msimu mzima, kwa sababu tukiangalia katika msimu bado kuna mechi nyingi ambazo zinakuja na ni mechi tofauti, wachezaji ni tofauti vile vile. Kwa hiyo tukigeukia kwa upande wa Baka, naye asihukumiwe kwa mechi moja, kwamba sawa Baka mechi moja wamefungwa wamefanya nini, asihukumiwe, hiyo ni mechi moja tu. Hii ndio hoja nzuri upande wa Simba, kwa sababu Steve Barker bado anajenga timu. Ngao ya jamii ni muhimu, lakini si ligi nzima, sio CAF na wala sio msimu mzima. Kwa hiyo tusimhukumu. Kuna mambo ambayo kocha anaweza kujifunza kutoka kwenye kipigo. Mambo ambayo kocha wa Simba anaweza kujifunza kutokana na kipigo cha jana ni jinsi ya kuvunja defense block ya Yanga. Kitu kingine ni kwamba jinsi ya kuongeza creativity kwenye final third. Jambo la tatu, jinsi ya kujibu haraka baada ya kufungwa. Jinsi ya kutumia wide areas bila kuwa predictable. Jinsi ya kupata wachezaji wengi zaidi kwenye boxi. Hayo ni mambo ambayo Baka anatakiwa awe amejifunza, na kama hajajifunza basi ajifunze na ayafanyie kazi. Kwa hiyo kusema kwamba Baka ni kocha mbaya kwa sababu amefungwa na Yanga ni hitimisho la haraka sana. Simba ilikuwa na pressure baada ya kufungwa jana, baada ya lile bao la kwanza la Yanga kuingia walikuwa na pressure. Jibu ni ndio. Hili ni tatizo la kisaikolojia pia. Yaani hata wewe ukiangalia kama kuna mpinzani wako ambaye mnashindana kwenye vitu fulani ukaona kama amekutangulia, yaani kuna nguvu fulani hivi unahisi kama imeshuka, yaani unahisi kama vile nguvu zimepungua. Hilo ni tatizo la kisaikolojia na ni tatizo ni la kawaida. Yaani hii inaweza ikampata mtu yeyote. Baada ya bao 1-0 kila dakika inapopita
au dakika 30 Simba inahitaji kusawazisha. Wao wanakuwa wanawaza hivyo, ndani ya dakika 30 basi tuwe tumesawazisha. Pressure vile vile inaongezeka. Hapo Yanga inakuwa na kila shambulizi linakuwa ni la lazima, kwa hiyo Yanga inakuwa na advantage kwa sababu Yanga haikuhitaji kufunga tena. Simba ndio ilikuwa inahitaji kubadilisha matokeo. Hivyo mchezo uliingia kwenye mazingira ambayo yalikuwa mazuri zaidi kwa timu iliyokuwa mbele. Kitu kingine Yanga ilifanya vizuri ni kwamba yani ilionekana dogo lakini ni kubwa. Timu inapokuwa mbele ya dabi mara nyingi inaanza kupaniki, inaanza kupiga mipira ovyo, inaanza kufanya fouls zisizo za lazima, inaanza kupoteza shepu, au wakati mwingine inaweza kuacha nafasi kati ya lines. Yanga haikufanya hivyo kwa kiwango kilichoiadhibu. Ilibaki na compactness. Hivyo hii ndio maana Simba ilipata ugumu kupata nafasi kubwa ya kusawazisha. Simba ilikuwa na kitu gani cha kujivunia katika mechi ya jana? Tusifanye uchambuzi uwe wa Yanga pekee. Simba ina mambo mazuri ya kuchukua. Simba na yenyewe pia ina mazuri yake yaliyofanya jana, kwamba haikukubali kuporomoka kabisa baada ya kufungwa. Iliendelea kutafuta njia ya kurudi kwenye mchezo japo haikufanikiwa. Ilikuwa na vipindi vya possession. Simba ilijaribu kutumia midfield na flanks, na vile vile Simba ilifanya Yanga iende faida yake badala ya kuendelea kushambulia kwa uhuru. Kwa hiyo 1-0 si matokeo yanayosema kwamba Simba ilikuwa timu duni. Hapana, Simba na yenyewe ina mazuri yake. Yanasema kwamba Simba haikufanya vizuri vya kutosha kubadilisha vipindi vyake kuwa bao. Simba wamecheza mchezo mzuri tu, ni vile tu walikosa bao. Lakini pia kuna tofauti kati ya Yanga ilikuwa timu bora jana na Yanga ni timu bora kuliko Simba kwa msimu huu. Hivi ni vitu viwili tofauti. Kwa sababu ukisema Yanga ilikuwa timu bora jana, ndio kwa sababu tunaona walishinda, lakini tukisema Yanga ni bora kuliko Simba kwa msimu huu, hii bado ni mapema kwa sababu msimu ndio kwanza unaanza. Kuna mechi nyingi zinazokuja mbele. Watacheza na watu tofauti. Kwa hiyo hatuwezi kuhukumu bado mapema wakati hata mechi nyingine bado hazijachezwa. Haya ni mambo mawili tofauti kabisa. Kwa jana Yanga ina haki ya kusema kwamba tulikuwa bora katika moments muhimu na tukashinda, lakini kwa msimu mzima bado hatuna ushahidi wa kutosha. Kwa sababu kuna ligi, kuna CAF Federation Cup na mechi nyingine za moja kwa moja ndizo zitakazotoa picha halisi kwamba timu ambayo ni bora kwa msimu huu hapa ni timu gani. Kwa hiyo hukumu ya mjadala. Upande wa Yanga una nguvu kwa sababu walifunga, walilinda bao, walidhibiti hatari, walishinda taji, na vile vile Yanga walifanya hivyo dhidi ya Simba. Tukigeukia kwa upande wa Simba, nao wana nguvu kwa sababu hawakuwa wabaya kila dakika. Walikuwa na vipindi vya possession, walijaribu kushambulia lakini walikosa ubora wa mwisho na mechi ni moja tu. Kwa hiyo kama kungekuwa kwenye kipindi cha michezo leo, kama kungekuwa kuna nafasi ya Simba kuweza kurudia hiyo dabi, nadhani kwamba wangekuwa tayari wameshajifunza kutokana na makosa walioyafanya jana na wakaboresha na mambo yakawa tofauti. Kwa hiyo Ngao ya Jamii si hukumu ya msimu mzima. Ni kweli Yanga wametoa taji hilo mfululizo na Simba ikiwa imeshinda mara ya mwisho mwaka 2023. Hilo linaongeza uzito wa kisaikolojia kwenye dabi hii, lakini ndio msimu mpya ndio utakaoamua nani alikuwa na kikosi bora kwa ujumla. Kwa hiyo bado tuna safari ndefu